Hapa ni Casablanca Morocco, na nikwambie tu sisi tumekwisha fika mapema kweli kweli, na mara baada ya kupumzika, mara baada ya kupata lunch, mara baada ya kuenjoy maisha, sasa tuko hapa kwa ajili ya kukupa mastori. Tukasema hatuwezi kupoa, tumetoka umbali mrefu sana. Nikwambie tu masaa 8 hadi 9 tumeingia hapa kupitia ndege ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ametupa ndege na tukafika salama salmini, na sasa tuko kwenye apartment kubwa kabisa ya kisasa hapa Casablanca, ambako kuna Msimbazi Simba wao pembeni kidogo ndiko ambako wameweka maskani yao, na hapa tukitoka tunaenda kwenye mazoezi moja kwa moja. Niko na Mikoi Kisugu Mzalamo mwenye nongo zake mjini. Bwana umefika bwana? Ya, tumefika Raja Casablanca ndani ya nchi ya Morocco. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama. Ndio. Kwa lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu, safari ilikuwa so fupi, safari ilikuwa ndefu. Lakini kimsingi kwa sababu tumefika salama, na sasa kama ulivyozungumza tumeshapata lunch, tumetulia. Tunaangalia muda ambao mwafaka, tukaangalia vijana namna ambavyo wanakwenda kurecover ili kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda sawa sawa. Kabisa. Bwana, kwanza safari ilikuwaje? Safari ilikuwa nzuri. Safari ilikuwa nzuri sana. Safari ilikuwa enjoy kwa sababu tumepanda ndege ya kisasa ya Tanzania. Umeona vibe namna ambavyo ilivyokuwa katika ndege. Kwanza lazima tumpongeze Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ametoa ndege, lakini kwa kazi kubwa anayofanya ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amekuwa mshabiki namba moja wa michezo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana leo rais huwa asiti wala ateteleki kwa kutoa ndege, kuona namna ambavyo anatupa Simba Sports kuja kuipambania Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja Afrika Mashariki na Kati. Kubwa nimwambie tu mama, nimwambie tu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumekuja Casablanca Morocco kuja kupambana. Moja jambo ambalo tufanya kutupa ndege, tunaamini zawadi kubwa kuhakikisha kwamba mama tunamletea kombe ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inshallah Mungu ikimpendeza, na imani kwamba tutakwenda kumkabidhi kombe muda so mrefu. Salata. Mechi ni Jumamosi. Leo tayari tushaikata siku. Kesho ni Alhamis, Ijumaa, Jumamosi. Siku mbili tu hapa. Na kwa ujumla namna ambavyo umewatazama Berkane, unafahamu alishakutana na Simba pia kuna kipindi fulani hivi, lakini Simba hakufua dafu kwa maana aliruhusu ugenini hapa, lakini kule nyumbani Simba alibuka kidedea. Unadhani awamu hii Simba ile na Simba hii tofauti uko wapi, na pengine kipi ambacho nakiona cha tofauti, na pengine Simba anaweza akaenda mbali zaidi? Kwanza lazima nikiri kwamba Berkane ni timu nzuri. Moja ni timu ambayo imeleta changamoto sana kwenye soka la Afrika kwa sasa, lazima uzungumzie SR Berkane. Lakini Berkane tulikutana nao nafikiri kati ya mwaka juzi. Mechi ya kwanza kwa hapa tulifunga goli 2, lakini mechi ya nyumbani kwetu tupata ushindi wa goli 1. Berkane ile ni nyingine na Simba Sports hii ni nyingine. Kinacholinda Berkane ile ni jina, na kinacholinda Berkane hii ni jina. Simba ile ni tofauti na Simba hii ni tofauti. Mwalimu ambaye alikuwa anafundisha Simba kipindi kile si mwalimu ambaye hivi sasa tunaye. Hivi sasa tunaye master Fadlu Davis. Ni mwalimu ambaye amekuja kufanya surprise kubwa kwenye Simba. Wakati tunamkabidhi Simba matarajio ya kufanya mazuri Simba, lazima tuzungumze ukweli, ilikuwa ni madogo sana. Lakini surprise alikuja kufanya Fadlu Davis ni surprise kubwa sana ambayo hivi sasa ametujengea imani ya 100% tunakwenda kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika. Kwanza Simba hii ukiachia ubora wa technical bench, ukiachia ubora wa viongozi tuliokuwa nao, lakini pia tuna wachezaji ambao tumeongeza quality player ambao mimi naamini wao ukiwatizama parents yao wanahitaji mafanikio makubwa kwenye soka. Ndio. Leo namzungumza kijana mdogo Chanjanzi Yao, bado anaonekana kwamba katika soka ana maisha marefu kwa mpira. Yaani anafikiria mbali kwa mpira zaidi. Mimi naamini kwamba hao wachezaji kikubwa kilichokuwa ndani ya akili yao ni kuweza kujenga CV yao kwa kubwa zaidi kwenye Simba, na kuweka historia au kuweka rekodi ambayo miaka na miaka itakwenda itawakumbuka. Ndio. Na Simba ile ilikuwa kina Rali Mwalia, kina Medi Kagere, walishindwa kufua dafu. Awamu hii una wachezaji wengi sana ambao wapo wapi, wengine wana mchanga, lakini Berkane hajapoteza mchezo na wameshatangazwa kuwa mabingwa, ingawa walipoteza mchezo wa nusu finali ya pili dhidi ya Constantine. Simba alipoteza mechi 2 dhidi ya Constantine, lakini pia dhidi ya Al Masry. Unadhani kwa takwimu hizo Berkane ndio timu ya kwanza, Simba anaenda kama timu ya pili, na pengine lolote linaweza likatokea? Yes, kwenye mpira huwezi ukajipa 100%, lakini tunaheshimu Berkane, lakini hatuwezi kuogopa. Kwa sababu leo ukichukulia Berkane kwa namna ambavyo wanafanya vizuri, lakini pia na sisi kumbuke tumefanya vizuri. Ni moja katika timu bora 5 Afrika zenye record ya kucheza katika mashindano yanaendelea shirikisho la soka barani Afrika mara 6 mfululizo. Kwenye mashindano yanaendelea la shirikisho la soka barani Afrika. Sisi ni watu ambao tumekuwa wazoefu sana katika haya mashindano. Champions League pamoja na shirikisho. Tunawaheshimu Berkane, lakini tumekuja Morocco sio kuja kutalii.
Tumekuja Morocco kuja kuwafunga Berkane. Na inshallah Mwenyezi Mungu kimpendeza, jitihada ya wachezaji, Berkane Jumamosi anakaa ndani ya kwao si Berkane. Kitu ambacho labda nafikiri wachezaji wenu wachukue kama tahadhari kuelekea kwenye mchezo huu? Moja, mimi nafikiri wanajua moja kwamba tunakuja kucheza timu kubwa, lakini pia wanajua kwamba Simba tuna malengo yetu. Kwa hiyo ukichukua hivyo vitu vyote viwili, utaona namna ambavyo wachezaji wa Simba wanahitaji kuwa makini. Leo unapokwenda kucheza na Mwarabu nyumbani kwake, lazima tukubali kwamba na mbinu nyingi za kuweza kutumia namna ambavyo kuweza kupata matokeo. Lakini Simba tumeshamachua. Tuna wachezaji ambao wanahitaji kuona namna ambavyo wanafanya vizuri kwenye pitch. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Mwalimu Fadlu atakuwa amewasoma vizuri Berkane, ameshaelekeza vijana wake nini cha kufanya. Mimi naamini tusio na hofu wana Simba. Tubaki kwenye dua la sara, Jumamosi tutakwenda kufanya vizuri. Walioko nyumbani huko kwa maana walikuwa leo bana, nimeshuhudia moja ya tukio la ajabu sana. Leo kuna mechi ya Yanga Princess na wale JKT Queens. Tunafahamu Simba alitoka sare na Mashujaa hiyo jana na ikawa Simba kupata ubingwa. Pengine JKT leo angezuiliwa na Yanga either sare au labda angefungwa, lakini nimeona comment za watu wengi, mashabiki mashuhuri, rafiki zako kama Godi Yanga, kina Kevo na wengine, nimeona kwa wao hawaoni kama ni tatizo kufungwa na JKT. Wamfungwa leo goli 2 na wanashangilia, wanafurahia kwa sababu pengine wanatamani zaidi Simba Queens wakose ubingwa. Ni mentality ya namna gani huku pia nyinyi mkiwa mko finali, wao wakiwa wanasema ambakiza mechi moja tu kwa ajili ya kwenda kumaliza ubingwa? Ambakiza mechi mbili. Yes. Fijibovu. Yeah. Tuna safari ndefu sana kwenye mpira wetu. Yeah. Tuna safari ndefu sana. Leo umekwenda kumzungumzia Godi, umeenda kumzungumzia Kevo. Yeah. Mimi niliamini ungekwenda kuingia kwenye post ya msemaji wa Dar es Salaam Africans. Wakati JKT Queens anaongoza goli 2, kuna maneno ameandika, alafu unajifikiria maneno haya kweli yameandikwa na msemaji wa klabu kubwa. Kwamba Makolo tuombeeni dua, tunashambuliwa sana. Kwa hiyo lazima niseme tuna safari ndefu sana kwenye mpira. Lakini mpira wa Tanzania umegawanyika kwa namna mbili. Kuna mpira wa Simba na kuna mpira wa Dar es Salaam Young Africans. Wao Young Africa mpira mimi nafikiri sijui wanauchukuliaje. Lakini sisi tukiachia burudani, lakini tunahitaji kuona namna ambavyo maendeleo ya football ndani ya nchi yafanyaje? Yanakuwa. Leo hii leti tungekuwa na nchi nyingine ambazo zina uchunguzi. Nahisi kabisa kwa 100% kulikuwa na upangaji wa matokeo kati ya JKT Queens na Yanga Princess. Rudia. Nasema yani kama leti tungekuwa tunafanya uchunguzi wa hali ya juu, kuna matokeo dhahiri shahiri yamepangwa kati ya JKT Queens na Yanga Princess. Kwa nini? Kama hakuna matokeo yaliyopangwa, hali asingezungumza yale aliyozungumza. Leo hii Dar es Salaam Africans wanajua matokeo ya JKT Queens kushinda ni kujiweka kwa 100% kwenda kuchukua nini? Ubingwa. Maana yake inaonekana dhahiri shahiri kile ambacho kilichotokea, Yanga walipanga ili JKT Tanzania kwa nini? Ubingwa. Na hii sio mara ya kwanza, imeshawahi kutokea kwenye mpira wa nchi. Azam Football Club na Dar es Salaam Africans. Sio kumbuka vizuri ya mechi. Wanakwenda kupanga matokeo ili mradi Simba asiweze kupata nafasi ya kushiriki shirikisho barani Afrika. Nafikiri kwa shirikisho barani Afrika. Kipindi hicho ilikuwa 2000 ngapi? 17. Nafikiri 16 17 hivi. Kwa hiyo haya mambo ambayo wanafanya Dar es Salaam Africans sio mambo ya mpira. Lakini kwa sababu wao wameshachagua maisha yao na wameshaamua kwamba wao wacheze. Waache sisi tuchague maisha yetu na sisi tuendelee kucheza. Kwa hiyo ni utani au kukomoana? Sio utani. Sio utani. Utani na kupanga matokeo ni vitu viwili tofauti. Watakwambia bwana Kisugu, watakwambia una ushahidi. Maneno yapo ya Alikamwe. Hivi umeona wapi klabu ifungwe alafu msemaji afurahi? Na mashabiki wanafurahia. Na mashabiki nao wanafurahia, my friends wao. Kuna nini hapo? Na Yanga of course, Yanga Princess waliwafunga JKT Queens Arusha, Samia Super Cup ile kama unakumbuka. Yes, magoli 3. Yes, na sio tu kuwafunga, Yanga Princess wameimarika sana kwenye uwanja wao wa kucheza mpira. Lakini leo wamepigwa na wanajisikia raha. Unajua bwana, ndio mko mnacheza finali. Fibovu ndio maana nikosema mpira wa Tanzania tuna safari ndefu sana. Watu wakikohoja wanaambia wanapitieni posti. Labda niseme kitu kimoja tu kidogo sana. Tufike mahala tumuunge mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Anafanya kazi kubwa sana kwenye michezo Dhamira na nia yake rais wetu ni ya kweli kwenye michezo. Ndio. Kumuunga mkono si kwa sababu ya maneno tu. Moja, kuunga mkono kwa vitendo vile ambavyo tunavyoviona vinastahili viungwe mkono kwenye mpira. Ndio. Leo kana kwamba juhudi za Mheshimiwa Rais
alafu mtu anakuja anakwenda kushiriki kufanya vitu vya ajabu kwenye mpira, alafu anaandika maneno ambayo hayastahili. Hili jambo haliwezi kukubalika. Kuna muda lazima tuziombe mamlaka zifanye kazi mambo haya, ili tukitaka kufika pale ambapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Mama Samia inalenga kufika kwenye mpira wetu, shirikisho la mpira linalenga kufika kwenye mpira wetu, sio? Kuna muda lazima maamuzi magumu yanatakiwa kwenye mpira nchi. Kwa hiyo huuni na mambo kama haya ovyo ya komesho. Mimi siwezi kuunga mkono, lazima tuwakomeshe kwa namna moja au nyingine. Basi bana, mimi nakushukuru sana. Na uzuri tuko hapa na umeongea sukari imepanda, umekasirika kwa sababu ya swala hilo. Sio kwa ajili ya bila pengine Simba Queens atakosa ubingwa, lakini mapinduzi ya soka mnayofanya kuna watu wanaenda kuyaharibu. Kwa sababu Simba ndio wanafanya mapinduzi ya soka. Yes, niwaje kusema Tanzania kuna watu 6 tu wanaharibu mpira wetu. Kuna watu 6 wanaharibu mpira wetu. Na nikwambie friji, nikirudi salama na kwenda kuwataja. Kweli? Yes. Hautaki kuwataja, hautaki hapa kile. Nikirudi salama. Nafanya press ya waandishi wa habari nchi nzima na kwenda kumtajia Mama Samia watu wanaoharibu mpira kwenye nchi. Kweli? Yes. Bana, ni Mikoi Kisugu Mzalamo amekasirika na amevurugwa, bado ana mahojiano sehemu nyingine, na anakuambia akirudi salama muombeeni, ataenda kuwataja. Ataenda kuwataja watu wanaoharibu mpira. Anakutaja watu 6 wanaoharibu mpira katika nchi yetu ya Tanzania. Mikoi Kisugu Mzalamo amevurugwa, amechafukwa, sukari imepanda. Muombeeni arudi salama. Bana, mimi naitwa Friji Bovu, niko hapa bado Morocco. Hapa ni Casablanca. Ripoti zote tunazipata na taarifa zote tunazipata hapa. Cha msingi ni kusubscribe hapo ili uweze kupata taarifa zetu na usipitwe na taarifa hizi ambazo hakika unazipata kila wakati.